Hujambo na karibu World Sports 14, tuangazie taarifa zinazogonga vichwa vya habari za michezo katika maeneo mbalimbali duniani kwa sasa. Fainali za kombe la dunia linaloendelea kwenye mataifa ya Marekani, Canada na Mexico zinaingia katika sura nyingine baada ya michezo ya hatua ya makundi kukamilika. Kutoka Afrika, timu 9 kati ya 10 zilizofuzu kucheza michuano hiyo kwa toleo la 2026 zimefanikiwa kutinga hatua ya mtoano wa awali kwa maana ya 32 bora. Afrika ya Kusini inayoshiriki kombe la dunia kwa mara ya 4, mafanikio yake makubwa yalikuwa ni kufuzu hatua ya makundi na sasa imeweka rekodi ya kufika hatua ya mtoano. Jana Juni 28 ilitupwa nje michuano hiyo baada ya kufungwa goli moja na Canada kwenye dimba la Los Angeles huko California nchini Marekani. Morocco iliyofika hatua ya nusu finali mwaka 2022 ndio timu pekee yenye mafanikio makubwa zaidi kwenye kombe la dunia kutoka barani Afrika. Sasa inashiriki michuano hii kwa mara ya 7 kwenye toleo la 2026 na Juni 30 Morocco watakuwa uwanjani dhidi ya Uholanzi. Tembo wa Afrika wanaoshiriki michuano hii ya kombe la dunia kwa mara ya 4, hii ni moja ya kampeni zao bora zaidi katika kombe la dunia. Timu ya Ivory Coast Juni 30 itashuka dimbani kukipiga dhidi ya Norway. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julai 1 watakuwa uwanjani kusaka ushindi muhimu mbele ya England. Taifa hili linashiriki michuano hii kwa mara ya pili tangu mwaka 1974. Kongo ni timu pekee kutoka Afrika inayowakilisha ukanda wa Mashariki na Kati katika michuano hii ya kombe la dunia. Wakati huo Senegal inayoshiriki kombe la dunia kwa mara ya 4 ikiwa na kumbukumbu ya kufika hatua ya robo finali ya michuano hiyo kwa mwaka 2002 na kutolewa na Uturuki kwa goli la dhahabu lililofungwa na Ilham Manziz kunako dakika 94 ya mchezo huo, watakuwa na kibarua mbele ya Ubelgiji ifikapo tarehe 1 mwezi Julai mwaka huu. Algeria iliyofika hatua ya 16 bora mwaka 2014 na inayoshiriki michuano hii ya kombe la dunia kwa mara ya 6, Julai 3 itakuwa dimbani kucheza na Switzerland huko Vancouver nchini Canada. Wajukuu wa Farao wanaoshiriki michuano hii kwa mara ya 4 huku ikiwa ni mara yao ya kwanza kufika hatua ya mtoano, Julai 3 mwaka huu watakuwa uwanjani kucheza na Australia katika mchezo wa hatua 32 bora kwenye michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu, ikiwa ni mara yao ya kwanza kushiriki michuano hii mikubwa ya soka duniani na kuandika historia mpya kwa taifa hili. Julai 4 mwaka huu Cape Verde watashuka dimbani kuwakabili mabingwa watetezi wa michuano hii, timu ya taifa ya Argentina. Na timu ya mwisho iliyofanikiwa kutinga hatua ya 32 bora kutoka Afrika ni timu ya taifa ya Ghana inayoshiriki michuano hii kwa mara ya 5. Mafanikio makubwa ya Ghana ilikuwa ni kufika hatua robo finali ya michuano hiyo mwaka 2010 ilipoondolewa na Uruguay. Kwenye dakika za mwisho za muda wa nyongeza za mchezo huo, Luis Suarez aliyokuwa bao la wazi kwa kudaka mpira na kuzawadiwa kadi nyekundu, huku Ghana wakipatiwa faida ya penalti. Mkwaju wa penalti uliopigwa na Asamoah Gyan uligonga mwamba wa juu na kutoka nje, na mchezo huo ulimalizika kwa mapigo ya penalti ambapo Uruguay ilishinda kwa penalti 4-2 na kusonga mbele kwenye hatua ya nusu finali. Kwenye mchezo wa hatua 32 bora Julai 4 mwaka huu, Ghana watakuwa na kazi ya kufanya mbele ya Colombia ili kutinga hatua 16 bora kwenye michuano hii ya kombe la dunia toleo la 2026. Na Tunisia ndio timu pekee kutoka Afrika iliyoshindwa kusonga mbele kwenye michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka huu baada ya kuchezea kichapo kwenye michezo yake yote 3 ya hatua ya makundi. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa habari zaidi za michezo tafadhali endelea kufuatilia World Sports 14. Kwa heri.